Kuota ndoto upo na mtu uliwahi kuwa naye zamani kwenye mahusiano, yani ex wako. Hii ndoto ikiwa inajitokeza kwako mara kwa mara, inaweza ikawa na maana ambayo sio nzuri. Zinaweza zikawa sababu za kisaikolojia, lakini pia zinaweza zikawa sababu za kiroho. Moja kati ya sababu za kiroho, unapoota uko na mtu ambaye ulikuwa naye zamani kwenye mahusiano, hii si ishara nzuri. Ishara hii inamaanisha kurudi nyuma au kurudishwa nyuma au kuwa na kizuizi fulani ambacho kinazuia mambo mapya kutokea kwenye eneo lako la ndoa au mahusiano. Inawezekana sasa hivi uko na mahusiano mengine au uko kwenye ndoa kabisa, lakini unaota upo na mtu wa zamani. Na mwingine hauko kabisa kwenye mahusiano, lakini unaota mara kwa mara uko na mtu wa zamani. Hii inaweza ikawa kuna viapo vya zamani ambavyo mliingia au mlikubaliana haujavivunja bado. Kuna mtu umeingia kwenye ndoa au kwenye mahusiano mapya, lakini unaona katika ulimwengu wa roho kuna mahusiano ya zamani yanakufuatilia na yanakung'ang'ania, na unahisi wakati mwingine moyo wako bado uko kule. Hii inamaanisha wazi ya kwamba katika ulimwengu wa roho huenda kuna maagano au viapo au manuizo ya zamani bado yanafuatilia maisha yako. Hii ina maana kwamba katika eneo la ndoa na mahusiano kuna kifungo cha zamani bado kipo pamoja na wewe. Lakini pia inawezekana kisaikolojia ukawa unapitia hali fulani ya upweke, na hii inaweza katokea kukukumbusha mambo ya zamani au kukukumbusha furaha uliwahi kuipata zamani. Na pengine wakati huu ipati, inaweza katokea ukawa unakumbuka katika hali ya kawaida kifikra na kihisia, unakumbuka mambo ya zamani. Lakini ikiwa si kwa hali yako na hakuna wakati mgumu unaopitia na unaota mara kwa mara ndoto hizo, basi inaashiria kuna kifungo au kuna mzigo au kuna mapatano ya zamani bado yanaishi mpaka sasa. Nikukumbushe katika maandiko matakatifu, Biblia inasema nasi kwenye kile kitabu cha Mwanzo kwa habari ya Lutu, yani kwa habari ya mkewe Lutu alipogeuka nyuma. Lilikuwa ni katazo la kimungu kwamba haitakiwi wageuke nyuma, kwa sababu Mungu alikuwa anataka atende mambo mapya na ateketeze kabisa mambo ya zamani. Hivyo alipokubali kugeuka nyuma, mke wa Lutu akageuka kuwa nguzo ya chumvi. Kitabu kile cha Mwanzo sura 19 mstari wa 26. Lakini pia kitabu cha Wafilipi sura 3 mstari wa 13, Biblia inasema kwamba ni vizuri kama nini na ni vema kama nini kuyasahau kabisa mambo ya zamani. Tusiyakumbuke kabisa wala tusiendelee nayo mambo ya zamani. Ni vizuri tukayaacha. Kitabu cha Wafilipi sura 3 mstari wa 13. Nataka niseme nini? Ili uweze kumwona Mungu lazima uvunje mambo ya zamani. Biblia inasema nasi ya kwamba baada ya kufa mfalme Uzia ndipo Isaya alipomwona Bwana. Kuna vitu ambavyo vya zamani vikiwa vinaendelea kwenye maisha yako vinaweza kuzuia kupata matokeo mapya, mtu mpya, heshima mpya. Ikiwa unaota ndoto za watu wa zamani uliokuwa nao au watu waliokufa au watu waliopita kwenye maisha yako zamani, unaota mara kwa mara, manake maisha yako bado hayajavuka, yako kwenye kiwango kile kile, yako kwenye hali ile ile. Unahitaji kufanya nini ili utoke kwenye kifungo hicho au kwenye tatizo hilo? Jambo la kwanza, unahitaji kujua chanzo cha haya ni lipi. Ni kifungo cha kiroho au tatizo la kisaikolojia? Ikiwa ni tatizo la kisaikolojia, basi unahitaji kupata mshauri wa kisaikolojia ili aweze kukushauri utoke kwenye upweke huo na ufute kabisa mambo ya zamani. Lakini kama umegundua chanzo chake ni sababu za kiroho, basi ni muhimu kufanya hatua hizi za kiimani. Hatua ya kwanza, omba rehema na toba kwa yale yote ambayo uliyafanya nyakati za zamani. Jambo la pili, jitenge na vunja kabisa vifungo na makubaliano na maagano na viapo ambavyo mliwahi kuingia na mtu huyo. Pengine ni mtu wa kawaida tu, lakini kuna vifungo ambavyo mliwekeana. Kuna viapo ambavyo mliwekeana. Vile viapo vinaishi katika ulimwengu wa roho. Na wengine mambo haya yanaenda mbali zaidi. Kuna muunganiko, mliwahi kukutana kimwili, basi unakuta kuna connection katika ulimwengu wa kiroho ya kimadhabahu, kwamba madhabahu yako au madhabahu yenu na ya kwao ziliungana. Ikumbuke wazi ya kwamba kati ya kitu kinachoweza kuwaunganisha watu wawili, ambacho kinawaunganisha si tu kimwili mpaka katika asili, ni tendo la ndoa. Ikiwa uliwahi kukutana naye kimwili, manake kuna connection za kiroho zinakufuatilia. Kuna muunganiko wa madhabahu za kiroho zinakufuatilia na zina nguvu ya kufanya uharibifu kwenye maisha yako. Hii inaweza kuwa chanzo cha kufuatiliwa na majini mahaba na roho chafu za zinaa. Hii inaweza kuwa chanzo cha kupata adui nafasi ya kukuingia kirahisi.
Kuota ndoto uko naye na unashiriki naye tendo la ndoa, huu ni mlango mojawapo unaotumika kukunajisi na kukuchafua usifai kwa matokeo mapya. Inaweza kapelekea ndoa yako ikawa na magomvi mengi na kuzuiliwa kupata mwenza mpya au kupata matokeo ya kudumu kwa mwenza mpya uliyempata. Kila kikutazama katika hali ya kawaida naona ni kama mtu ambaye umenajisiwa. Maana kunajisiwa ni mtu aliyechafuliwa katika mambo muhimu au katika jambo takatifu. Hivyo basi unahitaji kuvunja maagano. Unavunjaje maagano? Unahitaji kuchukua hatua ya imani. Andaa sadaka yako, ikamate. Kiri, vunja kila matamko ambayo mliwahi kuwekeana yanaoishi. Wengine kuna watu ambao mlikuwa nao kwenye mahusiano, kuna mtu ulikuwa naye kwenye mahusiano na mkaingia viapo mbalimbali, wengine mkachanjana vidole, wengine mkawekeana ishara mbalimbali na viapo kwamba hatutakuja kuachana, hatutakuja kwa hivi na hivi na hivi na hivi, lakini vile vitu kazani vya kawaida, kumbe vinaishi katika ulimwengu wa roho. Chukua hatua ya imani. Wewe ni mwanadamu, hujakamilika. Unao nafasi ya kumwambia Mungu, nimekuja mbele zako, navunja kila nilichokiri, kila nilichokubali, nakivunja leo kwa jina la Yesu. Jambo la tatu ambalo litakuwa pia ni jambo la muhimu, kubali kusamehe na kuachilia. Kama kuna jambo ambalo mliwahi kukoseana, samehe na kuachilia. Lakini pia ita damu ya Yesu ikutakase, ikuoshe na ikufanye upya tena. Na kataa kabisa, pinga hiyo hali isiendelee kwenye maisha yako. Usimfikirie wala usifikirie tena mambo hayo. Anza kufikiria mambo mapya. Pata muda wa kuomba, fanya sala na wakati mwingine funga na kuomba. Hii itasaidia na kuongeza afya ya kiroho. Bwana Mungu, nakuja mbele zako. Naungana na mpendwa huyu ambaye anapitia wakati huu. Najua Bwana umemwandalia mambo mazuri na ndio maana umemkutanisha na maombi haya. Nami kama mtumishi wako na kuhani wako, nimesimama na kuinua kinywa changu nikitamka rehema zako. Ninaomba huruma yako kwa ajili ya mpendwa huyu. Naomba umsamehe, naomba umtakase kabisa, umrehemu, muoshe. Kila mahali ambapo adui amepata mlango au nafasi ili aweze kuyachezea maisha yake, na haribu kwa jina la Yesu. Navua kila alama na kila pete, navua kila makubaliano ya giza, navua kila maagano ya kipepo, maagano ya mahusiano. Huyo mtu ambaye amekuwa pamoja naye katika ulimwengu wa mwili na roho, navunja kila mapatano ya giza. Kama anavyojitoa na kujitenga, nami namtenganisha na huyo mtu, namtenganisha na hiyo agano, namtenganisha na hizo viapo na hizo nyaraka za giza katika jina la Yesu. Ninaita nafsi yako, naita ufahamu wako, naita kibali chako cha ndoa, naita kibali chako cha mahusiano mapya, naita kibali chako cha heshima, na kutoa kwenye agano la zamani. Navunja agano la zamani, navunja agano la zamani, likuachie kuanzia sasa. Kila agano la zamani, toka, vunjika kwa damu ya Yesu, vunjika kwa damu ya Yesu, vunjika kwa damu ya Yesu. Agano la kale, agano la zamani, nalivunja kwa damu ya Yesu, nalivunja kwa jina la Yesu. Kuanzia sasa namtoa mtu kwenye kichwa chako, kwenye fahamu zako, kwenye ulimwengu wa ndoto, namtenganisha na wewe, namfuta kwenye akili yako. Na wewe mfute, sema na kufuta fulani, mfute sahihi, mfute sikufate tena, mfute, sema mimi na wewe hatuna lolote naoendelea, tulishamalizana zamani, hatuna lolote naoendelea, na kutenga, najitenganisha na wewe, najitenganisha na madhabahu zenu na miungu yenu na watu wenu kwa jina la Yesu. Mimi sio wa kwako, mimi sio wa kwako. Jitenge, vunja hizo madhabahu, toa hati ya talaka katika ulimwengu wa roho. Mtaliki kwa jina la Yesu. Vunja kila mapatano, vunja kila makubaliano katika jina la Yesu. Neema ya Bwana iko pamoja nawe, nguvu za Mungu ziko pamoja nawe. Ita damu ya Yesu kutakase, damu ya Yesu ikutakase sasa. Takaswa kwa damu ya Yesu, oshwa kwa damu ya Yesu. Adui asipate mlango tena, adui asikuharibu tena, asikutese tena, asiyafuatilie maisha yako tena. Haijalishi alikuwa ni nani kwenye maisha yako, haijalishi alikuwa ni mtu wako wa kwanza, haijalishi alikuwa ni mtu wako ambaye mlipendana kiasi gani, lakini kama alitoka kwenye maisha yako, huna haja kuendelea naye tena. Mungu akupe neema mpya, Mungu akupe kibali kipya katika jina la Yesu. Takasika, amen. Naitwa mwombezi Pastor Godwin Ndelwa, ambaye nimeomba nawe maombi muhimu. Naamini maombi haya yatakusaidia. Unaweza kuendelea kupokea vipindi vya kiroho na vitoa kila siku kwa kuingia WhatsApp na kuiandika namba hiyo iliyoandikwa WhatsApp. Kama ikikataa, andika namba hiyo nyingine. Niandikie jina lako na hitaji lako ambalo unahitaji ni kuombea. Kama una ushuhuda na una shukrani, basi karibu kwa namba hizo zinazoonekana kwenye skrini yako. Mitandao ya kijamii, andika Maombi ni Dawa au Maombi Tiba. Andika tu hilo, utapata vipindi vingi. Subscribe, follow, share na kwa watu wengine ili iwe dawa na baraka kwao. Mungu wa mbinguni akubariki. Wewe ni mbarikiwa. Uwe na wakati